Siku ya wanawake duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 8 mwezi Machi. Huu ni muda wa kutambua na kusherehekea michango ya wanawake katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kisiasa, kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Pia ni siku ya kuhamasisha na kuunga mkono usawa wa kijinsia na kutokomeza ubaguzi dhidi ya wanawake. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi. Katika Ngazi tutazungumza na wanawake wajasiriamali ambao wamepata mafunzo ya ushonaji katika kituo cha mabinti kilichoanzishwa mnamo mwaka 2009 ili kuwawezesha wanawake wanaorejea baada ya upasuaji wa fistula kwa kuwapatia ujuzi wa ufundi na mafunzo ya ujasiriamali ili waanze biashara zao wenyewe. Na baada ya kutibiwa tukapata nafasi ya kupewa ujasiriamali ambao wanawezesha wanawake wale ambao wamepona fistula. Kwa hiyo na mimi ni mmoja wapo ambaye nimepata nafasi hiyo. Kwa hiyo baada ya kupata matibabu na kurudi nyumbani nilipata kupigiwa simu mawasiliano nikaweza kurejea tena CCBRT. Baada ya kuja CCBRT nikaweza kupatiwa mafunzo. Nikiwa mwanafunzi nilijifunza ndani ya mwaka mmoja mafunzo ya ushonaji, mabegi, mapochi, lakini pia namna ya kutengeneza batiki. Pia vile vile nilijifunza namna ya kuprint vitu mbalimbali na kazi nyingi za mikono ambazo nilijifunza katika mwaka huo. Na katika mafunzo hayo niliyojifunza, baada ya hapo basi nikapata nafasi ya kuweza kuajiriwa CCBRT katika kitengo cha Mabinti Center, wanawake ambao tumepona fistula. Kwa hiyo tangu hapo ni mjasiriamali ambaye anajishughulisha na hizi kazi za ushonaji. Ikiwemo kushona nguo za aina mbalimbali, ujasiriamali, printing, utungaji wa shanga, vitu vingi kiujumla katika jamii. Najifunza kushona mabegi, mikoba, uniform za shule. Kwa muda wa miezi 4 tu, wanawake hupatiwa mafunzo katika kituo cha mabinti kuhusu ujuzi wa kiufundi, ikiwa ni pamoja na uchapaji, ushonaji, utengenezaji wa batiki na ushonaji wa shanga. Sambamba na shughuli hizi, wanawake pia hujifunza ujuzi umuhimu wa ujasiriamali kama vile upangaji wa bajeti na mawasiliano. Ili kufanikiwa kumiliki biashara, ni mengi wamejifunza. Unataka kujua wanawake hawa wamebobea kwenye nini? Salia nami. Naweza kusema niko katika sehemu nyingi katika hizo. Ila kwenye upande wa ushonaji niko vizuri zaidi. Kushona mapochi, mabegi, yani bidhaa mbalimbali ambazo tunazitengeneza wenyewe hapa. Kwa mafunzo niliyopewa ushonaji, kwa sababu nilipewa mafunzo ya ushonaji, lakini kamshukuru Mungu, baada ya kupewa mafunzo nilipewa kazi tangu 2011 niko hapa CCBRT nafanya kazi, nimeajiriwa. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Ujasiriamali ni nguzo muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii, kwani huleta fursa za ajira, uvumbuzi na ukuaji wa kipato binafsi na cha jamii. Kupitia ujasiriamali, watu huweza kujiajiri na kujitegemea, hivyo kupunguza kiwango cha ukosefu wa ajira. Aidha, ujasiriamali huwezesha maendeleo ya bidhaa na huduma mpya, kuboresha maisha ya watu na kuchangia katika pato la taifa. Pia huimarisha ubunifu na kuongeza ushindani kwenye soko, jambo linalochochea maendeleo endelevu. Kwa hivyo, kuhamasisha na kuendeleza ujasiriamali ni hatua muhimu katika kujenga jamii imara na yenye uchumi thabiti. Na hivi ndivyo mabinti hawa walivyokuwa wakifanya ujasiriamali
kabla ya mafunzo. Ndiyo, niliwahi kufanya ujasiriamali. Ulikuwa ni wauzaji wa bidhaa za mfano mafuta. Nilikuwa natengeneza mafuta yalikuwa ya ubuyu, mafuta ya alizeti. Nimewahi kufanya hivyo nikiwa na chukua bidhaa hizi kutoka Dodoma. Na kusanya mwenyewe kama ni ubuyu, napeleka mashine, nikifika kule nakamua, nachukua ule mzigo naleta Dar es Salaam. Na pia vivyo hivyo hata katika mafuta ya alizeti. Nilikuwa pia nakusanya, napeleka mwenyewe mashine naleta Dar es Salaam kwa ajili ya kuuza. Kwa hiyo issue ya ujasiriamali nimeifanya muda mrefu. Isipokuwa nimebadilika kutoka kwenye bidhaa za muundo huo na kuingia katika bidhaa za ushonaji. Kuna nyingine nilishawahi kuzipata kama kushona, nishawahi kujifunza kwa fundi, lakini hapa CCBRT nilifundishwa kwa upana na nilielewa sana. Tofauti na mtaani. Kujua kushona ni suala la nia na bidii badala ya kuwa na uwezo wa asili. Kila mtu anaweza kujifunza kushona ikiwa ana dhamira na uvumilivu wa kujifunza hatua kwa hatua. Kupitia mazoezi ya mara kwa mara na mwongozo mzuri, yoyote anaweza kuboresha ujuzi wake na kuwa fundi stadi. Kushona sio tu kipaji cha kuzaliwa, bali ni sanaa inayoweza kujengwa kwa juhudi na mafunzo sahihi. Muhimu ni kuwa na nia, kujifunza kwa uvumilivu na kufanya mazoezi ya kutosha ili kuboresha ustadi huo. Na hapa mabinti hawa wanatueleza safari nzima ya kujifunza kushona ilivyokuwa. Ni kweli sikuwa na ujuzi wowote. Siku zote mwanzo unakuwaga mgumu. Nimejifunza, yani nimekuja kwenye mafunzo siwezi kabisa hata kuendesha mashine ikoje. Naona tu watu wanavyofanya. Lakini kwa sababu nilipenda kuingia katika fani hii, basi ikawa ni rahisi kwangu kukubali kujifunza mpaka leo naendelea na kazi hii. Kila hatua dua. Susan anatuambia kitu ambacho hawezi kusahau katika safari hii ya kujua kushona. Kitu ambacho ni namna ambavyo nilivyokuwa natumia mashine ile ya cherehani. Yaani sitakuja kusahau. Nikiwa najifunza namna kushona, mwalimu anakuelekeza, unashona, lakini katika ushonaji wa mashine ambayo nilikuwa natumia ni hizi za kupekecha miguu. Wewe unatakiwa unaposhona tairi likufuate ulipo. Mimi ilikuwa linaenda nyuma. Kwa hiyo kitu nasema hivi, nashindwaje kufanya kama mwalimu anavyofanya? Lakini baada ya hapo ikawa nimeweza. Mafunzo ambayo yamekuwa yakitolewa kwa mabinti hawa yamewawezesha kupanda ngazi kama wanavyoeleza. Naweza kusema imenisaidia sana. Imenisaidia sana kwa sababu kwa sasa naweza kuwa na kipato changu ambacho kinaweza kuwa kusaidia pia katika familia yangu. Kwa hiyo ina maana imenisaidia kwangu mimi lakini na kwa familia pia. Kwa kiasi kikubwa sana. Yaani yamebadilisha maisha yangu kwa sababu kama kwetu sisi tulizaliwa wanawake wote, lakini wengi asilimia nyingi hawana kazi kama mimi nilokuwa nayo. Kwa mimi nafanya kazi yangu kwa vizuri, nasaidia wazazi wangu na mume wangu na ananitegemea kwa kiasi fulani. Kwa namshukuru Mungu nimejenga kwa kazi ya hapa na hudumia familia kwa kazi hii. Kwa nimenufaika kiasi kikubwa sana. Na imani utanisaidia. Nitaenda kufanya ujasiriamali ili nizidi kupandisha kipato changu. Ili niwe mjasiriamali mkubwa. Je, ni kwa namna gani wameweza kushinda vikwazo vya kijinsia katika ujasiriamali na ufundi? Namna ambayo naweza kusema inaweza kusaidia, iliyonisaidia zaidi ni kujiamini. Kujiamini kwa kile ambacho unakifanya na kuweza
kuweka niseme namna ya kujiamini na kujitoa wewe mwenyewe kwa kila kitu ambacho unakifanya. Hiyo imesaidia sana sana zaidi mpaka kufikia hapa nilipo. Na ule uthubutu wa kusema ngoja nifanye, inawezekana. Yaani vikwazo vilikuwa vingi, lakini nilipambana kwa sababu nilivyokuja hapa kupata mafunzo, niliamini hii ndio sehemu yangu ambayo inaweza kunisaidia. Kwa nisizembee, na hata nilivyopata kazi nikawa naamini kabisa. Yaani nisifanye masiala kwa sababu Mungu amenipa nafasi na inabidi niitumie hii nafasi. Kwa pamoja tuzifahamu kanuni za ujasiriamali. Kanuni za ujasiriamali, yani kikubwa katika ujasiriamali, kabla hujatengeneza bidhaa yako, yani ujue kabisa hii bidhaa naitengeneza, nitauza shilingi ngapi, muda, yani inabidi yote upigie mahesabu. Sio labda unafika tu unatengeneza kitu unaenda kuuza ujui kama upata hasara. Yani inabidi kwanza ufikirie, je, hiki kitu natumia muda gani kutengeneza, material yake, na maana ni kupiga mahesabu kijumla. Upige mahesabu ili uuze bila hasara, uuze kwa faida, kwa sababu kila kitu kina mahesabu. Hapana kukwama, kwa sababu kama tulivyosema kuwa na nidhamu. Baadhi ya kanuni za ujasiriamali. Kuna mtu mwingine ana nidhamu, yani anatengeneza vitu lakini na maana hiyo yani apige mahesabu, kama labda nimepata faida kiasi fulani inabidi nitumie hadi hapa, hii nisitumie. Lakini mtu anatumia kwa hajapiga mahesabu. Kwa maana kuwa na nidhamu, kwa sababu ukiwa na nidhamu utakuwa unatumia kitu kwa kuangalia, je, hiki kitu natumia nisizidishe mipaka, kwa kukipenda kitu chako. Yani zote ni kanuni, kwa sababu ukipenda uwezi ukakwama. Mfano wa pochi ambazo tunashona kama hii ni wash bag. Inatumika kwa ajili ya safari, unaweka vitu vyako vile ambavyo vimelowana, unatia humu. Kuna hii material ambayo inazuia maji yasipenye. Mfano wa hii iliyokamilika ni hii hapa. Wash bag ni nzuri sana. Tunatengeneza hapa Mabinti Center. Kwa hiyo kama unazihitaji unaweza kuzipata kwetu. Tunazo pia kama hii computer bag, unaweza kubeba laptop yako humu. Kwa hiyo huu ni mfano wa baadhi ya vitu tulivyo navyo. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali na design tofauti tofauti. Wanazuoni wanasema changamoto katika biashara ni sehemu muhimu ya mafanikio, kwani husaidia wajasiriamali kujifunza na kukua. Ingawa changamoto zinaweza kuonekana kama vizuizi au vikwazo, pia zinatoa fursa ya kuboresha mbinu na mikakati ya biashara. Kupitia changamoto, wajasiriamali wanapata uzoefu ambao unawasaidia kuwa na uwezo wa kukabiliana na hali za baadaye, kuendeleza ubunifu na kutafuta suluhisho lililo bora. Bila changamoto, wanasema mafanikio yanakuwa ya kawaida na hayana maana ya kweli, kwa kuwa majaribu yanayotokea yanajenga nguvu na ustahimilifu katika biashara, hivyo kuongeza nafasi ya kufanikiwa kwa muda mrefu. Yani changamoto, unaweza ukatengeneza kitu lakini ukakuta iko labda Kariakoo mtu katengeneza lakini sio kama ubora ulivyotengeneza wewe. Yani tukatengeneza kwa material ambayo ya kawaida, lakini mtu akiona hiki mbona kauza 3000, kule mbona Kariakoo vipo 500. Kwa hiyo maana ni changamoto kwa hadi mtu mueleze kumwambia kama kitu kina ubora huu na huu. Kwa hiyo inakuwa ngumu hadi kuelewa, inakuwa ngumu. Hiyo ni changamoto. Ndiyo, kuna changamoto ambazo napata, ila sio ngumu sana, kwa sababu nipo na mwalimu ananifunza, nipo karibu naye ananifunza kwa umakini. Zinaniathiri kama unakuza kukuta mtoto anaumwa, mama hayupo sawa, naye anaumwa. Kwa hiyo zinaniathiri na mimi nafanyaje? Narudi kinyume, na narudi nyuma zaidi ya masomo yangu. Kwa hiyo inakuwa sio mwelewa darasani. Kwa hiyo ndio kitu kama hicho na kinanipa changamoto. Watu wanaokata tamaa katika jambo fulani na kuacha, mara nyingi hukosa uvumilivu na imani katika mchakato wa mafanikio.
na hapa ushauri unatolewa. Ninachowaasa na kuwashauri kwamba wasikate tamaa. Maisha ni mapambano. Kwa hiyo yanahitaji mtu ambaye mwenye nguvu ndio atakaweza kufanya nini? Kushinda katika ngazi zote, kuanzia kijamii, kiuchumi, kifamilia, yani kwenye kila kitu. Yani mimi nawaambia mtu yoyote akikupa nafasi au watu wakikuamini kukupa nafasi, itumie nafasi, kwa sababu ikipotea hairudi tena, na hata ikijirudia sio kama ile uloichezea. Na shauri yani tuzidi kupambana, yani tusonge mbele, tusirudi nyuma. Kwa sasa ya maisha sio kuyachekea, natakuwa uwe serious. Lakini ukiteremsha machozi ni kama una udhaifu. Nimejifunza kitu, natakuwa niwe jasiri kwenye maisha, na wanawake wenzangu na washauri, natakuwa tuwe yani majasiri, kwa sababu kuna watu wanatutegemea mbeleni kwetu. Na huu ni ujumbe kwa wanawake. Naweza kusema kwamba wanawake tunaweza. Wanawake tunaweza. Tuthubutu ili tuweze kuwa katika nafasi kama ya Mama Samia. Tukifanya hivyo, changamoto zote tunaweza kuzivuka. Kwa hiyo tusiache kujaribu kufanya na kufanya, kwa sababu uchumi wa taifa letu unatutegemea pia sisi wanawake. Ni ujumbe kwa siku ya wanawake ni kuwa wanawake tunaweza, na nyumba bila mwanamke hakuna kinachoendelea. Naamini kabisa wanawake tunaweza, bila hata kuwezeshwa tunaweza. Wanawake tukiamua tunaweza. Siku ya wanawake ni fursa muhimu ya kuhamasisha ujasiriamali na kutambua michango ya wanawake katika sekta ya biashara. Ingawa wanawake wanakutana na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na vikwazo vya kijamii, kiuchumi na kisiasa, wao ni nguzo muhimu katika kukuza uchumi na jamii. Kwa kuwapa wanawake nafasi ya kuwa viongozi na wajasiriamali, tunaweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii, kuongeza usawa na kukuza ustawi wa kiuchumi. Hivyo, ni muhimu kuendelea kuunga mkono juhudi za wanawake katika ujasiriamali kwa kuwapa elimu, rasilimali na mitaji ili waweze kufikia malengo yao na kuchangia katika maendeleo endelevu. Mimi ni Rose Masaka na hii ni Ngazi. Endelea kufuatilia vipindi hapa TBC1.